Mtazamaji, niite King Nyorobi. Leo niko Visiga Madafu, Kibaha huku mkoani Pwani. Nimefika kumtembelea miongoni mwa machifu wanaopatikana katika mkoa wa Pwani na ambaye kwa sasa anamiliki kituo cha kliniki ya tiba asili. Anafahamika kwa jina la Kobelo. Kobelo anamiliki Kobelo Clinic ambayo ni tiba asili na amekuwa akitibu watu kwa njia ya asili hapa Visiga Madafu, Kibaha mkoani Pwani. Nimepata nafasi ya kuweza kuja kumtembelea ili tuweze kuzungumza naye mambo machache. Hivi pia karibuni tumemwona akiwa na chifu mkuu katika mkoa wa Pwani ambaye ndio mwenyekiti wa machifu. Anasimamia machifu katika mkoa wa Pwani wakiwa na tukio lao moja hivi. Tukaona kwenye mitandao ya kijamii, lakini lengo kubwa ilikuwa ni kuhamasisha watu kuwa na amani, lakini pia kuwarejesha watu katika imani ya tiba asili, kutokuikwepa na kutokukwepa asili ya namna walikotoka. Habari ya kwako Mr. Kobelo? Salama. Habari zako mwandishi? Salama, kwema? Kwema kabisa, karibu sana. Asante. Mtazamaji anatamani kukufahamu kwa majina yote ya kwako. Unaitwa nani? Naam. Mimi kwa majina naitwa Kobelo Philipo John. Ambaye ni mzaliwa wa Morogoro, milima ya Uluguru, Kolelo, milimani kabisa huko. Ukifika Kisaki unapanda milima juu kabisa ya milima. Okay. Sawa. Ni nadra sana kuona Waruguru au kuona watu wa Morogoro wanakuwa machifu, wanakuwa na tiba asili. Wewe imetokeaje? Ni vizuri mwandishi. Morogoro kwa tiba inaongoza sana. Nadhani hata kwenye mizimu mikubwa kwenye historia yetu ya Tanzania. Kuna mizimu Morogoro ni huwa Kolelo. Hakuna mwingine wa kumzidi kule Kolelo. Hiyo inafahamika, nadhani hivi ninavyoongea wanafahamu. Kwa hiyo watu wa kule tunajua tiba uganga haswa kwa sababu tunafuata protoko za mizimu kabisa, tunapata na mizimu. Okay. Umesema unatoka Uruguru, milimani kabisa kule. Tiba asili umeanza lini na hasa katika mambo haya ya jadi? Okay, mimi nimezaliwa mwaka 75 mwezi wa pili, tarehe 25. Sasa kule kwetu huwa hatulisishwi na watu, hapana, mizimu inakulisisha. Mfano mimi nimekuwa kwa shida sana toka niwe mdogo. Sikukuwa kama wenzangu hivi vijana, unatembea, unasoma vizuri. Hata kusoma nimechelewa sana. Kwa shida ya mizimu inakupanga yani. Kwamba wewe maisha yako yanakuwa tofauti na wale wenzako wanavyokuwa. Sasa ukiona hivyo, basi wazee watakupeleka sehemu za kimila. Wakishagundua kwamba wewe kweli asili inakufuata, basi kuna mitihani unapewa pale ya kiasili. Ukishapewa ule mtihani wa kwanza ukifaulu, unapewa na mtihani wa pili. Kuna mitihani kama hii mitatu. Sasa ukishafaulu hapo tayari kwenye mitihani, basi ndio unakuta unamiliki vitu kama hivi. Vitu kama hivi unavyoviona vya kiasili. Hivi kila kitu kina mwiko wake. Kila kitu kina kazi yake. Hata huu singa una kazi yake. Kwa hiyo badala ya hapo nikaja huu mkoa wa Pwani mwaka 2009. Ndio nikaingia hapa Pwani. Na kipindi hicho nimeingia Pwani huwa sivai viatu. Mimi natembea peku kwa. Kama mlisho mpoto. Mimi natembea peku. Kwa nini sababu ambayo inapelekea utembee peku? Kuna sababu gani ama kuna faida gani ya kufanya hivyo katika masuala yenu ya tiba asili? Mimi kwa sababu yamenikuta yani wakati mimi naanza kutembea peku, wakati navaa viatu unakuta mguu hautaki kufanya nini? Kuvaa viatu. Kila nikiingiza kiatu kile ninachovaga lakini hakiingii, nakuta mguu unapinda kabisa. Basi nikaachana nacho, lakini nilivyokuwa natembea huwa najisikia raha sana, yani kwamba nikitembea peku.
lakini nikija kwenye swala la viatu haitaki kabisa. Sio mimi kama mimi niamue, au labda tuseme mwenye tiba yeyote atembee pekupeku. Hilo ni ndio kuenzi desturi na mila, lakini huwa ninavyofahamu mimi, kama kweli umetawala kimila, wale watu wanakuziwia wenyewe, watawala wenyewe hawataki utembee na viatu. Na mpaka baada ya kuona kwamba sasa huku mambo yako mengi, naenda Kariakoo ile na rudi bila viatu. Kwa hiyo unajua mambo mengi, changamoto nyingi unazipata huku mjini. Nikaenda nyumbani nikafanya tambiko, kuwaita wazee na kuwaeleza, jamani, naomba niombewe kwamba kuna sehemu nisivae, kuna sehemu niwe nienzi mila na desturi. Kwa hiyo kweli ile swali likakubalika. Ndio maana hapa kwangu ukija viatu unavua, huko hapa kote hatuvai viatu. Kwa hiyo kutembea bila viatu, kutokuvaa viatu ni kuenzi mila na desturi. Okay. Lakini kiafya pia tumesikia kama ukipata muda wa kutembea peku kuna afya fulani inatokea, ama tiba kama sikosei inatokea kwa kupitia miguu huku chini. Hiyo na yenyewe naifahamu. Kwa kwetu sisi tunajua asili, kwa sababu unavyoiona ardhi ni tiba kubwa sana kwa binadamu. Hii ardhi unaoikanyaga pekupeku, yani unapata tiba fulani kwenye mwili, sisi tunafahamu. Lakini hiyo kusema kwamba labda ukikanyaga sijui unapata fungus au sijui nini, hayo ni mambo ya kisasa. Ndio maana kwamba tunawasihi sana ndugu zetu wa Tanzania kurudi kwenye kufuatilia mila na desturi, kwa sababu mila na desturi ni kila kitu. Tuchukulie mifano, wakati sisi tunakuwa miaka 80 mpaka ikaja mpaka ya 90, tulikuwa hatugaili mvua ya kupandia kijijini hata siku moja, kwa sababu zile tarehe kama mnapanda sijui mwezi wa 10 tarehe 20, kama imepita mpaka tarehe 25 30, wakubwa watakaa, wataenda kwa wakubwa wa mila, jamani, sasa hii hali imekuwa sio nzuri. Basi pale wakubwa watakaa, watafanya matambiko, yani haipiti siku 2 mvua inafanya nini? Inanyesha. Labda tulikuwa tunaona kuna magonjwa mbalimbali, milipuko, kuna surua ilisumbua sana. Surua unaumwa, unalala chini, unalalia kama kijini ile inakatwa makuswa ile ya madizi yale, ndio unalala chini. Sasa ikishatokea hali ile, wazee wanakutana, waganga wanakutana wa asili, wanakwenda sehemu kama njia panda, wanafanya tambiko. Ule ugonjwa unafanya nini? Unapotea kabisa. Okay. Sawa. Uganga umekuwa ukipingwa sana, na hasa katika tiba asili zimekuwa zikipingwa sana, na siku hizi watu wengi hawataki kukimbilia tena, pengine wakijua kabisa kwamba kwa waganga wa kienyeji ama watu wanaotoa tiba asili ni wanafanya matambiko na mizimu hivi ambayo haina manufaa kwenye maisha yao. Huu mtazamo wewe unauonaje, Kobelo? Kobelo, mimi huu mtazamo nauona ni wa kupotosha, kwa sababu tukitaka kuangalia sasa hivi baadhi ya makanisa kwa kweli yanashauri vibaya umma. Kwa sababu nikitaka niulize swala moja tu, toka nikuwe mimi huwa tunatumia desturi na mila, hospitali zilikuwa hamna. Tunatumia desturi na mila, na hii miti inatuponya, na mpaka hivi sasa wagonjwa wengi tunawaponya sana. Yaani wagonjwa wengi tunawaponya sana. Lakini mtazamo wa watu wachache, mimi nadhani ni watu wachache, na nadhani wenye maslahi tofauti, kwa sababu hiyo naisikia sana hata makanisani. Dunia sasa hivi mwandishi imeaminishwa uchawi. Yaani dunia sasa hivi imeaminishwa nini? Uchawi. Ina maana ndugu yangu, ukiumwa, ukienda sijui ukaombea, unaambiwa uchawi, umelogwa na jirani yako. Sijui nafahamika hapo. Ukienda kwa waganga pia vile wanakupa jibu, bwana wewe umelogwa, bwana wewe umelogwa. Uchawi. Kwa hiyo dunia imeaminishwa uchawi. Lakini
sijawahi kuona nabii au mganga yeyote anayefahamu kufafanua kwa nini Mungu ametupa usiku na mchana. Kuna nini kwa binadamu, au kuna faida gani katika mara mbili? Kuna usiku na mchana. Alafu mwandishi, wewe umeambiwa mchana ndio binadamu anatawala kutafuta riziki zake zote. Usiku binadamu anafanya nini? Analala. Sasa kuna viumbe vinaamka kuanzia saa 12 jioni. Kuna viumbe vinaamka. Hivyo viumbe kazi yake ni usiku tu. Lakini pia ni adui kwa nani? Kwa binadamu. Kama vipi hivi? Labda nikitaka kusema viumbe ambavyo visivyoonekana. Kwa hiyo sisi kwa asili tunafahamu kwa sababu tumetawala mizimu, na wazee wetu walisema kwamba unajua usiku, tena tuseme kwamba kulikuwa kunatumika sana kitu mwiko. Hiyo miaka ya nyuma yote, achana bado watu hawajajua dhambi ni nini. Unaambiwa bwana Nyorobi, unaona pale kwenye mti mkubwa pale mwiko, msende kucheza. Na kweli mtakuwa mwini. Wewe kumtukana mwenzio mwiko, unashika mwiko. Kwa hiyo hata vile kutembea usiku mwiko, kwa sababu kuna vitu vinapita. Sasa ile hewa ikikupata wewe utapata shida. Utapata nuksi wewe. Utaomba kazi upindukie, haupati. Si ndio hivyo? Lakini ujue kuna sababu ya kutokunani. Sasa tukaona wazee wetu zamani kwamba kuna vitu vinaitwa mbale. Ni kinga fulani hivi. Mzee anapokuja kwenye mji, anazindika mji kwa kuziwia kila kitu. Lakini sasa hivi sijawahi kusikia hata mganga kwambie kwamba huu mji ni kufunga wachawi tu. Yaani kinachoonekana ni uchawi tu. Wamesahau kwamba sisi tumetoka wapi na tunakwenda wapi. Nani baba yetu mlezi? Baba yetu mlezi, desturi na mila. Pale ndio tulipotoka. Na sasa tunapomsahau baba, basi vitu vitaenda vibaya mno. Na ndio maana unakuta sasa hivi kuna malipuko ya magonjwa. Kuna maneno kauli mbaya. Kuna ngoma zinachezwa bila heshima yoyote. Sasa hivi huoni ngoma za asili mitaani. Unaona sijui maspika, sijui watu wanachezea viuno, sijui nini. Sasa zamani huwezi ukacheza vile. Kwa sababu umekuwa kiasili kila kitu mwiko. Kwa hiyo unaambia wewe kucheza vibaya ni mwiko. Wewe kufanya hili na hili ni mwiko. Lakini sasa hivi unakuta badala ya kudharau asili, yani kwa mimi mtazamo wangu mkubwa sana, badala ya kudharau asili, mmomonyoko wa maadili ndio unashamili yani. Sasa umeporomoka vibaya mno. Sawa. Kobero, kuna baadhi ya tamaduni ama kuna baadhi ya asili ambazo zimekuwa zikifanyika na zinaonekana kuwa hazifai kwenye jamii na zimekuwa zikipigiwa kelele sana. Kwa mfano ukeketaji wa watoto wa kike. Hii limekuwa ni jambo ambalo sio zuri pia kiafya, na hata ikiwa hivyo, hili pia wewe unalizungumziaje? Kwa sababu ni moja ya asili ambazo zimekuwa zikifanywa katika tamaduni mbalimbali. Naam. Mtangazaji, hiyo masuala ya ukeketaji hata sisi tunafahamu kwenye asili. Hayo ni maneno mabaya sana, kwa sababu ukishatawala wanakufundisha vitu ambavyo vinavyojenga jamii. Lakini hivyo vitu vinakuaga na watu wachache sana, wale wanayejitengenezea mifumo ya faida yao, lakini wanatoka kwenye njia ya asili, sasa wanakwenda kwenye mifumo ambayo ya faida yao. Hivyo vitu vipo. Kwa mfano labda tukichukulia, nikupe mfano mmoja, hata tukiangalia kwenye dini zetu sasa hivi. Dini mama inakuwa imekaa kwenye mstari. Sasa kuna watu wanachepuka pale kutengeneza maswala yao. Ndio unaona sasa hivi kuna dini ambazo hata wewe mwenyewe ukiangalia unashika hata kichwa, tunaenda wapi? Kwa hiyo ndio maana kwenye asili huko kuna watu nao wanapotosha asili. Ndio kama hao, ukikitaji sio kitu kizuri. Ni kweli kabisa, na kipinga kabisa. Nani tuseme mganga wa tiba asili mara nyingi anashindwa kutofautishwa, mara nyingi anaunganishwa na mchawi. Kwamba leo nikimwona Kobelo anasema yeye ni mganga wa tiba asili, maana yake huyu Kobelo nikimwangalia na kauchawi kapo.
Yaani maana yake Kobelo ni mganga lakini pia ni mchawi. Kwa nini hamtofautishi na uchawi? Naam, ni vizuri sana mtangazaji. Hilo swala ni kweli lipo, na kama lipo, jamii inayotuzunguka inatuangalia vibaya. Na pia nitake niseme kuna mwaka mmoja hivi mpaka napata hiyo certificate hiyo ya uganga ya chama. Hilo swala lilizizuka Tanzania zima kwamba mheshimiwa alikuwa Mizengo Pinda alikuwa waziri alikuwa waziri mkuu. Alifunga leseni za waganga. Kwa ajili ya kusema kwamba albino wanapotea sana, wanaipoteza ni waganga wa tiba asilia. Sasa mimi nitake niwafahamishe tu watu. Hapana, anaitwa mganga wa tiba asilia